السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ni siku ya Jumamosi ya Ramadhan 29 mwaka huu 1446 min al-Hijra an-Nabawiyya, sawa na Machi 29 2025 miladia. Yamkini Ramadhani ya leo ikawa ndio Ramadhani ya mwisho. Tunamwomba Allah azza wa jalla tujalie min al-maqbulin, na hii inategemea na kuonekana kwa mwezi kama yalivyo maelekezo na maagizo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam: sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwa mwezi na fungueni kadhalika kwa kuonekana kwa mwezi. Kwa hiyo 29 ndio siku ya kutazama mwezi muandamo. Kama utaonekana leo, iwe ni Tanzania au nje ya Tanzania, basi leo itakuwa ndio mwisho au ndio siku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa mwaka huu. Na kama hautaonekana, basi kesho siku ya Jumapili itakuwa ndio tatimma al-30 min shahri Ramadhan al-mubarak. Tutakamilisha siku 30 za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo muandamo ndio utakaotoa maamuzi kwamba leo ndio mwisho au kesho, na jambo hili liko mikononi mwa Allah azza wa jalla. Kikubwa kama ni leo, masaa machache yaliyosalia tuendelee kujipinda. Kama tutaendelea na kesho, bado ni siku moja tu, tuendelee kufanya ibada kwa ajili ya kutafuta ule mwisho mwema. Tukiwa katika muendelezo wa darasa zetu za kabla salati al-asr hapa kwenye msikiti wa Qiblatain, kwa kuliangalia hilo, leo tuzungumzie munkaratul Eid, yale mambo yasiyofaa yanayofanywa kwenye Eid. Tumeona kuwa Eid ni ibada, kuanzia kuswali pamoja na kusherehekea, na watu wameruhusiwa kusherehekea kwenye siku za Eid. Lita'lama al-yahudu anna fi dinina fushatan, ili Mayahudi watambue kwamba katika dini yetu kuna kujinafasi, kuna kujimwaga mwaga, lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Kujinafasi huko na kusherehekea huko kusitupelekee tukafanya yale ambayo ni kumuasi Allah azza wa jalla, au ni kutoka katika al-hadi an-nabawi, miongozo ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Miongoni mwa mambo ya munkarat, mambo mabaya yanayofanywa kwenye sherehe za Eid, ni isbalu thiyab lirijal, ni kurefusha mavazi kwa wanaume kiasi ya kwamba kanzu, suruali au kikoi kikafinika mpaka fundo mbili za miguu. Inawezekana mtu anafanya hivi akiona kwamba ndio kapendeza zaidi, lakini uvaaji wa namna hiyo, hata kama unaona umependeza wewe mwanamume, ukavaa nguo yako ukawa unaburuza, bimaana inevuka fundo mbili za miguu, huku ni kumuasi Allah azza wa jalla, ni kuyakataa mafundisho na miongozo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hili kwetu si geni kwenye siku za Eid, kuwaona baadhi ya wanaume wamevaa mavazi, wengine mpaka kanzu wanazikamata na mikono jinsi zinavyoburuza. Na tunajua mtume alayhi salatu wasalam katika yale aliyokataza ni pamoja na al-isbal. Qala alayhi salatu wasalam: thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Kuna watu wa aina tatu
hawatasemeshwa na Allah azza wa jalla siku ya kiyama, wala hawatatazamwa, wanasema wanazuoni kutazamwa kwa huruma, wala hawatatakaswa na mabaya yao, bali zaidi ya hapo watakuwa na adhabu kali iumizayo. Bwana Mtume akarudia haya maneno mara 3. Qala Abu Dharr radiyallahu anhu akasema, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah, watu wenye sifa hizi watakaopata mabaya haya siku ya kiyama, la shaka wameangukia patupu na wamekula hasara. Ni kina nani hawa, ewe Mtume wa Allah, ambao hawatasemeshwa na Allah siku ya kiyama, hawatatazamwa kwa huruma, hawatatakaswa na watapata adhabu kali, wamekula hasara hao? Ni kina nani ya Rasulullah? Bwana Mtume akataja watu wenye sifa 3. Wa kwanza akasema, almusbilu izara, ni yule ambaye anaburuza kikoi chake, saruni yake. Na imetaja izar kwa kuwa ndio nguo iliyokuwa inavaliwa sana, lakini kila nguo atakayovaa mwanamume akaburuza, hata kama si izar, si kikoi, iwe ni suruali, iwe kanzu, ataingia kwenye onyo hili na tahadhari hii ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa pili, Bwana Mtume akasema almannan, mtu mwenye masimbulizi, anapotoa na kusaidia anasimulia mno. Wa tatu akasema walmunfiqu sil'atahu bilhalf alkadhib, na yule ambaye anafanya biashara kwa viapo vya uongo. Ashahidu huna fi hadha alhadith almusbilu izara. Kwa hiyo katika wale watu ambao hawatasemeshwa na Allah siku ya kiyama, hawatatazamwa kwa huruma, hawatatakaswa, bali watakuwa na adhabu kali, ni pamoja na mburuzaji, mwanamume anayeburuza katika mavazi yake. Na tunaijua hadithi mashuhuri ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ambayo imepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadithi inayosimuliwa na Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Amesema alayhi salatu wassalam, ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar, kilichopita chini ya fundo mbili katika kikoi au vazi la mwanamume kwa ujumla, hicho kitakuwa ni motoni. Kwa hiyo ziko hadithi chungu nzima za Mtume alayhi salatu wassalam zilizokuja na makemeo mazito zinazokataza wanaume kuburuza. Lakini miongoni mwa hadithi zenye kutisha ni hadithi ya Salim ibn Abdullah, anna abahu haddathahu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala. Salim ibn Abdullah anasimulia kuwa aliwahi kuhadithiwa na baba yake kuwa Mtume alayhi salatu wassalam aliwahi kuwasimulia masahaba, bainama rajulun yajurru izarahu khasafa Allah bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yawm alqiyama. Palikuwa na mtu mmoja anatembea ile hali anaburuza nguo yake, Allah akamdidimiza kwenye ardhi. Kwa hiyo yatajaljalu, huyu mtu bado anaendelea kudidimia fil ardi, chini ya ardhi, ila yawm alqiyama. Atafika mpaka wapi Allahu aalam, lakini bado anaendelea kudidimizwa tangu kipindi alichodidimizwa mpaka Mtume anayezungumza haya, na hii lugha inaonyesha bado anaendelea mpaka hivi sasa. Abdullah ibn Umar alipewa nasaha na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, anasema marartu ala rasulillah wa fi izari istirkha, nilipita mbele ya Mtume alayhi salatu wassalam ile hali kikoi changu kinaporomoka mpaka kinafinika fundo mbili au kinazigusa hizo. Faqala, Bwana Mtume akasema, ya Abdullah irfa izarak, ewe Abdullah inua nguo yako. Anasema farafa'tuhu, nikainua. Bwana Mtume akanambia zide, inua zaidi. Qala fazidtu, na mimi nikaongeza kwenye kuinua. Qala fama ziltu ataharraha ba'du, ikawa ndio kawaida yangu baada ya hapo naangalia nachunga nguo niliyoivaa isiburuzike. Faqala ba'd alqawmi ila aina, baadhi ya watu wakaniuliza, Mtume alikwambia uinue mpaka wapi, au iliinua mpaka wapi? Faqala ila ansafi saqaini, mpaka kwenye nusu ya mguu. Kwa hiyo kwenye nusu ya mguu Mtume anasema ndio libasul mu'min nisfu saq, vazi la mu'min linakwenda mpaka nusu ya muundi. Lakini yule ambaye anapata uzito kwenye hilo,
fa ila alka'baini, basi mpaka kwenye fundo mbili za miguu, isifinike fundo mbili za miguu. Ikienda zaidi ya hapo, wewe unajitafutia moto mbele ya Allah azza wa jalla. Kwa hiyo katika makosa yanayofanyika siku zaidi, jamani, tunaona baadhi ya watu wamenunua kanzu zao mpya au suruali zao mpya, mtu anaona akikata ataiharibu, kwamba hii bado mafuta, lakini stili nimenunua, niipeleke kwa fundi akaipige mkasi, kanzu bado kabisa mpya hii. Kwa hiyo anaona bora kanzu ile aisege, na wengine wanaume siku hizi wanaitumbukiza hapa kabisa kwenye suruali hapa, anaitumbukiza. Wanawake wameibua staili hizo na wanaume pia tumeingia humo. Ya nini upate tabu ya kanzu nyingine umeibeba, nyingine umeivaa? Ya nini wakati kanzu ndio hiyo hiyo moja? Kilichozidi pitisha mkasi, tafuta fundi mzuri ya kupindie vizuri kabisa. Kama kuja nusu ya muundi kwako ni muhali, shuka angalau usifinike fundo mbili za miguu. Vijana siku hizi wanaita la ba'sa bihi, wanaita hivyo la ba'sa bihi. Kama unajimudu nisfu saa ndio bora, lakini kama unaona mguu wangu watu kuona wote labda na vidonda sio mwembamba sana, teremka, lakini usifinike fundo mbili za miguu, dhalika khair. Baadhi ya watu wanakuja na utata kwamba isbali itakuwa haifai kama mtu utaburuza kwa kiburi. Kama utaburuza kwa kiburi, kwa sababu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kikoi chake kilikuwa kinampwaya, akipandisha inashuka. Bwana Mtume akamwambia, wewe si katika wale wanaoburuza kwa kiburi. Sawa, kweli Mtume kayasema haya, lakini uliambiwa wewe. Na kama na wewe utahusika, je, na wewe ya kupwaya kama ilivyokuwa inampwaya Abu Bakar, au makusudi tu umeamua kuburuza, imekukaa vizuri kiunoni na kuna hakida imefinika mpaka unyayo ya kupwaya? Lakini nini maana ya kiburi jamani? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kiburi mambo mawili kama alivyofasiri Mtume, kuikataa haki na kudharau watu. Na haki kwenye mavazi ya mwanamume asiburuze. Kwa hiyo wewe ukiamua kuburuza tayari una kiburi. Ukiamua tu kuburuza tayari una kiburi. Ndio maana wanasema baadhi ya wanazuoni, atakaye buruza kwa kiburi ana madhambi mara mbili. Madhambi ya kwanza kiburi, madhambi ya pili kuburuza. Kwa hiyo iwe itakavyokuwa, hata ukisema mimi naburuza lakini sina kiburi, nani karuhusu kuburuza eti kwa kigezo kwamba mtu hana kiburi? Na tunaziona hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam ziko bayana na ziko wazi kwenye mlango huu. Imekuja kwenye hadithi ya Abu Jari ambaye ni Jabir ibn Sulaim yarfa'uhu, anaipokea kutoka kwa Mtume katika yale yaliyomo kwenye hiyo hadithi, warfa izaraka ila nisfi saqi, pandisha nguo yako mpaka nusu ya muundi. Fa in abaita, kama utashindwa, sio kama utakataa, kama utashindwa, unaona labda kuna uzito fulani, ipo ruhusa nyingine, fa ila alka'baini, basi mpaka kwenye fundo mbili. Wa iyaka wa isbali alizari, epuka kuburuza nguo, fa innaha min almakhila, kule kuburuza kwenyewe ni kiburi. Narudia tena, wa iyaka wa isbali alizari, epuka kuburuza nguo, fa innaha alisbalu min almakhila, kuburuza ni katika kiburi. Wa inna Allaha la yuhibbu almakhila, na Allah azza wa jalla hapendi kiburi, hawapendi pia watu wenye viburi. Kwa hiyo kosa la kwanza ambalo linafanywa na wengi ni kuvaa kanzu au nguo ambazo zimevuka fundo zao mbili, na wao ni wanaume. Wanawake hawana katazo hili, bali wao wameelekezwa tofauti. Wanaume inatakiwa ipande juu, wanawake inatakiwa ishuke. Wal hadithu fi dhalika ma'ruf, inajulikana hadithi ya Salama wakati Mtume alayhi salatu wasalam anazungumza nisfu saq. Salama akamuuliza, fal mar'atu ya Rasulullah, kwa mwanamke itakuwaje na yeye vile vile nisfu saq? Qala turqi shibra, mwanamke ashushe kutoka kwenye nisfu saq shibri moja. Wanasema shibri kuanzia hapa mpaka hapa, ashushe kutoka pale kwenye nisfu saq, yeye aje chini aongeze shibri moja. Salama akasema idhan yankashifna
au yankashifu anha, kama atateremsha shibri moja tu bado kuna sehemu ya mguu itakuwa wazi. Qala fadhira'an, basi ateremshe dhiraa moja, kipande kirefu hicho, maana atakuwa anaburuza. La tazidu alayhi, asizidishe zaidi ya hapo. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam kama anavyosema Ibn Umar, rakhasa li ummahati almu'minin fi dhayl shibran thumma ista'dhannahu fazadahunna shibra fakunna yursilna ilayna fanadharu lahunna dhira'an. Wanawake waburuze kiasi cha kuongeza dhiraa moja kutoka kwenye nisfu saka, na hiyo ni kuburuza kweli. Lakini mwanamume usiburuze. Sisi tuko akhiru zaman, wanawake wanavaa kiume, wanaume nao wanachukua modeli za wanawake. Leo wanawake ndio wavaaji wa nisfu saka jamani. Kuna visichana huko mtaani vinavaa vile vijinzi vya kubana, vinaishia katikati ya muundi, alafu huku kwenye alkaabaini kuna vile vibangili wanavaa. Ndio mavazi ya kisasa ya wanawake wa mjini. Juu kapiga kiflana, kijinzi nisfu saka, alafu juu kiduku kuna mistari miwili hapo. Ukija kwa wanaume nao wanaburuza. Sijajua dunia hii inaenda wapi. Hawa wameambiwa vaeni hivi wakakataa, hawa wakaambiwa vaeni hivi wakabadilishana na wenzao. Nasallallahu alaihi. Almuhim tuliepuke hili kwenye siku zaidi pamoja na maisha yetu yote kwa ujumla. Miongoni mwa makosa siku zaidi al-kibri, ni kiburi kwa ujumla wake. Kuna mtu utamuona hata ile tembea yake siku ya Eid anadunda, yani kama vile anataka apae. Na huu mwendo pia ni ishara ya kiburi. Allah anatuambia wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda walan tablugha al jibala tula. Usitembee juu ya ardhi kwa kudunda wewe. Dunda utakavyodunda huwezi kuitoboa ardhi, wala huwezi kufikia urefu wa milima. Bimaana wewe ni binadamu dhaifu. Imshi mutawadhi'an, tembea kwa unyenyekevu, mwendo wako wa kawaida. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna, yamshuna 'alayhim as-sakinatu wal-waqar. Ibadur rahman wanatembea juu ya ardhi mwendo wa kistaarabu, sio kinyonge kidhaifu, mwendo wao tu ule wa kawaida. Kwa hiyo usitembee kinyonge ili watu waone wewe mcha Mungu, wala usitembee kama vile dunia yote hii ya kwako. Hicho ni kiburi. Allah hapendi mwendo wa namna hiyo. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kuna watu wakitembea utafikiri ana mzigo bega moja, kakunja hivi, alafu yani kama vile ataka adondoke, slow motion fulani hivi. Wenyewe wanasema kisharobaro, kisharrul bariya. Kweli wanatembea mwendo wa sharrul bariya, waja waovu ndio sharobaro, na masharrul bariya wako hivyo. Wanaume si wanaume, kwenye wanawake pia hawajatimia. Kapiga mcheni mkubwa, kavaa vipuli, sio mabangili, suruali nusu makalio, anatembea mwendo kiasi ya kwamba hata ukimpa mkate ya bebe hawezi, utambadilisha kwenye mwendo wake. Hii ni ishara ya kiburi, na Allah azza wa jalla hapendi hilo, na tumekatazwa kiburi kwenye aya nyingi. Innahu la yuhibbul mustakbirin, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Mtume alayhi salatu wasalam anasimulia, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun jummata idh khasafa Allah bihi fahuwa yatajaljalu ila yawm al-qiyamah. Palikuwa na mtu mmoja anatembea kwenye vazi lake zuri, anajitazama kwa fahari, kwa kiburi, kachana nywele zake vizuri. Allah akamdidimiza katika ardhi, bado anaendelea kuzama mpaka siku ya kiyama. Kiburi ni sifa mbaya sana. Ndio maana mwenye kiburi hata kidogo hataiona pepo. Hadithi maarufu ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume amesema, la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, hata ingia peponi yoyote mwenye kiburi walau chembe ndogo. Sasa ili watu wasielewe kiburi kwa maana isiyokuwa sahihi, kuna mtu mmoja akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, inna ar-rajula
yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ewe mtume wa Allah, kuna mtu yeye anapenda kuvaa vizuri nguo zake, viatu vyake pia safi vizuri, hiki nacho ni kiburi? Yani kana vile anauliza, ya Rasulullah, usafi na usmart ni kiburi? Kuna watu wanaelewa hivyo, kama wewe ni smart na yule anajisikia yule ana kiburi. Je, hicho nacho ni kiburi? Masahaba walituulizia hili swali. Bwana mtume akasema, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah ni mzuri anapenda usmart. Kwa hiyo maana yake hicho sio kiburi. Kama ni kiburi Allah asingekipenda. Al-kibru, kiburi, batarul haqqi wa ghamtun nas, kuikataa haki na kuwadharau watu. Kule kujiona wewe ndio wewe, wengine si lolote si chochote, kiburi hicho. Hata unapoelekezwa haki hutaki kusikia, hutaki kuelewa, kiburi hicho. Kwa hiyo siku ya Eid sio siku ya kuonyesha kiburi, ni siku ya kuonyesha unyenyekevu na kumshukuru Allah azza wa jalla. Katika mfano wa kiburi, labda niwasimulie hadithi ya Salama ibn al-Akwa. Anasema kuna mtu mmoja akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alikula mbele ya mtume, anakula na mtume anamuona. Alikuwa anakula kwa mkono gani? Bishimalihi, mkono wa kushoto, na haki ni kula kwa mkono wa kulia, alaysa kadhalika? Bwana mtume akamwambia yule bwana, kul bi yaminika, wewe kula kwa mkono wako wa kulia. Yule bwana kwa kiburi akasema, la astati'u, siwezi. Ma mana'ahu illa al-kibr, kilichomzuia ni kiburi tu. Bwana mtume akamwambia, la stata'ta, na usiweze kweli. Kama vile kamwapiza. Anasema msimuliaji, fama rafa'aha ila fihi, hajaweza tena kuunua mkono wake kule kuupeleka kwenye mdomo, kama vile mkono ukapoza kwa kiburi chake alichokuwa nacho. Mtume alayhi salatu wasalam akamwapiza. Kwa hiyo Muislamu, kinachotakiwa kwako ni at-tawadhu', wama tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Na yeyote ambaye anakuwa mutawadhi, mnyenyekevu kwa ajili ya Allah, Allah anamuinua, anampa nafasi ya juu sana. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا. الله عز وجل ameniletea wahi kwamba jamani, kuweni wanyenyekevu. Maagizo ya Allah azza wa jalla kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kosa la pili ambalo tunalifanya wengi ni siku za Eid hizi, kiburi kinaonekana mpaka kwenye tembea yetu, mara nyingine mpaka kwenye mazungumzo yetu, mara nyingine hata ile staili ya kuvaa, kupendeza sawa, lakini ulivyovaa umevaa kiburi. Yani hutaki kufuata mwongozo wa sheria kwenye mavazi yako. Tuliepuke hilo. Aidha min munkarati al-Eid, katika maovu yanayofanyika siku zaidi, alistimau ila al-ghina wal mazamir wal maazif, kusikiliza nyimbo, midundo, tarabu, bongo flavor na mfano wake. Sauti za shetani zinaitwa hizo. Nyimbo ni sauti za shetani. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtik. Qalu as-sawtu huna al-lahu wal-ghina, washughulishe wale utakaoweza kwa sauti yako, watoe kwenye malengo kwa sauti yako. Sauti ya shetani, sauti ya shetani nini jamani? Nyimbo, kama walivyofasiri baadhi ya wafasiri akiwemo Mujahid ibn Jabr, mwanafunzi wa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qala as-sawtu huna al-lahu wal-ghina. Sauti iliyotajwa hapa kwamba ni sauti ya shetani atakayoitumia kuwashawishi watu, kuwatoa kwenye njia ya sawa, ni mambo ya kipuuzi pamoja na nyimbo. Lahu al-hadith, wa min an-nasi man yashtari lahu al-hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu katika kuifasiri aya hii iliyopo kwenye sura Luqman anasema hapa, lahu al-hadith, al-ghina'u ni nyimbo, kisha akapia wallahi alladhi la ilaha illa huwa, na hapa kwa Allah ambaye hakuna mola isipokuwa yeye, lahu al-hadith al-ghina. Alikariri hili mara 3. Lakini katika wale walioungana na Abdullah ibn Mas'ud ni pamoja na Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Abdullah, Mujahid ibn Jabr pamoja na wengine, Allah waridhie na warahamu.
Kwa hiyo nyimbo ni haramu jamani. Sasa siku ya furaha kwetu Waislamu, siku ya starehe za halali, ndio madisko yanafunguliwa. Utasikia tuna mkesha wa siku 3, Eid al-Fitr disco, Eid al-Fitr tarabu. Mpaka wengine wanahisi kwamba hizi bongo flavor, kwa sababu waimbaji wengi ni Waislamu na hizi tarabu kina mama wa Kiislamu na madira yao marefu mara nyingine vimitandio, watu wanachukulia kwamba ni nyimbo za Kiislamu hizi, hasa tarabu. Mara unaweza ukasikia Hakimu, sio unaweza ukasikia Wadudi, unaweza ukasikia Rabana, unaweza ukasikia Latifu. Wanatumia haya majina ya Allah kwenye tarabu au hamjazisikia hata kwa bahati mbaya? Mmezisikia? Yamo majina haya. Mengine watu wamejifunza majina ya Allah humo kwenye tarabu. Na Manani, Wadudi kwenye tarabu. Kwa hiyo wenyewe wanaona ndio nyimbo zetu za Kiislamu. Kwanza wanaoimba Waislamu wengi. Alafu pili pia mara katajwa Mungu sio, mara katajwa kitu gani? Hizi sio za Kiislamu jamani. Uislamu unaruhusu nyimbo kama tulivyoeleza, lakini kuna mazingira yakiambatana na nyimbo hizo, nyimbo zinakuwa haramu kwa ujumla wake. Mashairi tu ya kawaida ya kuelezea kitu fulani kinachofaa au kumuhimiza mtu amche Allah, jaiz. Lakini sawa anaimba hayo ni mwanamke mtu mzima kakaa mbele nywele wazi, kunapigwa kinanda, zumari ya shetani, huo halali upo tena? Haupo. Kwa hiyo kama yale mashairi yana maneno mazuri, hayaimizi machafu, yanaelezea vitu sahihi, mashairi kama mashairi hayana shida. Mtume alikuwa nao washairi kina Hassan ibn Thabit, na walikuwa anawapa kazi, wanapokuja maadui anawaambia shambulia, yeye anashambulia kwa ulimi. Na Waarabu walikuwa wanaathirika kwa kweli, wanaweza kuhamasika kwa mashairi, wanaweza kudhoofika kwa mashairi. Lakini leo kinachoimbwa matusi, kuhimiza zinaa, kunywa pombe, ulevi. Zaidi ya hapo kuna ngoma zinapigwa, kuna gitaa zinapigwa, kuna nzumari zinapigwa. Haramu fauka ya haramu. Allah anatuelezea ibada za ahlul kitabu, wa ma kana salatuhum 'inda albayt illa muka'an wa tasdiya. Tusiwaige wao. Hazikuwa ibada zao, swala zao kwenye hayo majumba illa muka'an. Almukaa' at-tasfir, kupiga minja. Mukaan inaingia hata zile filimbi. Wa at-tasdiya at-tasfiq, ndio ibada zao huko, na haya yote yapo kwenye nyimbo. Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi inayosimuliwa na Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, yarfa'uhu ila an-nabi, la yashrabanna unasun min ummati al-khamra wa yusammunaha bighayri ismiha, watapatikana watu kwenye umma wangu watakunywa pombe, alafu wataipa jina tofauti na jina la pombe. Sasa jina halibadilishi hukumu, madamu tu ni pombe. Hata ikiitwa chai baridi, hiyo ni pombe tu. Hata ikiitwa maziwa mgando, madamu ni pombe, ni pombe. Si inalewesha, ni pombe. Mtume kayatabiri haya, itafika wakati pombe itaitwa majina mazuri ili ionekane yafaa, lakini tambueni kuwa ni haramu madamu ni pombe. Yazifu ala ruusihim au yuzafu ala ruusihim bil maazif wal mughanniyat, wakati huo wanapiga mtungi, kuna waimbaji wanatumbuiza ala za pumbao, nyimbo haramu juu ya haramu. Yakhsifu Allahu bihim al-ardha wa yaj'alu minhum al-qiradata wal khanazir, Allah hawa atawadidimiza kwenye ardhi na wengine atawageuza wafanye kuwa tumbili na mfano wake. Hadithi anayepokea Ibn Majah na amesahihisha Sheikh Al-Albani fi sahihi Ibn Majah. Lakini zaidi ya hapo kuna hadithi anayepokea Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadith ma'ruf, la yakunanna min ummati aqwam, watapatikana watu katika umma wangu yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif, watahalalisha zina, mavazi ya hariri, unywaji wa pombe na ala za pumbao. Watahalalisha, maana yake asili hivi vitu ni haram shar'an. Yastahilluna al-hira, watahalalisha zina, al-hira al-farj, wal-harir
watahalalisha pia hariri, na hariri kwa wanaume ni haram. Wal khamra, watahalalisha unywaji wa pombe, kunywa pombe ni haram. Wal maazif, watahalalisha pia utumiaji wa ala za pumbao, miziki na mfano wake, maana yake asili yake ni haram. Imekuja kwenye hadithi aliyopokea Imam Suyuti fi al-Jami' as-Saghir wa hasanahu al-Albani fi Sahih al-Jami', amesema Mtume alayhi salatu wassalam, sautani mal'unani fi dunya wal akhirah, kuna sauti mbili zimelaaniwa duniani na akhirah, mizmarun 'inda ni'ma wa rannatun 'inda musibah. Zumari kwenye neema, mnasherehekea mnapiga zumari nyimbo, na kengele kwenye msiba. Jamani, ma'al asafi shadid, Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala anasema kuna sauti mbili hazikusanyiki pamoja kwenye moyo mmoja, ikiingia moja nyingine itatoka. Sautu shaitan wa sautu rahman, sauti ya shetani na sauti ya Allah. Hapa nakusudia sauti ya Allah al-Qur'an, sauti ya shaitan nyimbo. Kwa hiyo viwili hivi haviwezi kukaa kwenye moyo mmoja. Ukiingiza nyimbo, Qur'an inatoka. Ukiingiza Qur'an, nyimbo inakosa nafasi kwenye huo moyo. Waangalieni wasanii wengi hawa wa Kitanzania, Waislamu hawa wenyewe wakieleza historia zao, sisi tulipita madrasa hifadhi Qur'an, lakini hizo Qur'an bado zipo, inabaki kuwa ni historia tu. Hifadhi Qur'an pata juzu 2 3, akisoma sana alhamdulillah. Hizi nyingine zimeenda wapi? Dufinat fi quburi nisyan, zimezikwa kwenye makaburi ya sahau. Sautani la yajtami'ani fi qalbi 'abdin, sautu shaitan wa sautu rahman. Kwa hiyo siku ya Eid ni siku ya furaha, lakini furaha yetu isiwe kusikiliza ngoma au kupiga ngoma au kucheza mziki au kusikiliza tarabu au chochote cha mfano wake. Na hawa wanaotuwekea matamasha kwamba sherehe yetu ya Eid ni mkesha, kuna tamasha sehemu fulani, atakuja msanii fulani na ilani, watukome. Huu sio utaratibu wa Eid zetu, na hatujafundishwa hivyo na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini namna nzuri ya kuwakomesha zaidi ya kuwaambia ni kutokuhudhuria. Wanaokwenda kwenye hayo matamasha, wake zetu, watoto zetu, ndugu zetu tunaoishi nao kwenye majumba yetu, tuwazuie. Jamani, sisi Waislamu tuna nguvu kubwa sana ya kuathiri uchumi, lakini kama vile hatujajua hiyo nguvu tu. Mara nyingine kusema tu haitoshi, tunatakiwa tufanye. Haya matamasha sio na wanaweka kwa ajili ya Waislamu, tuamue kwamba hatuendi, mwakani hawarudii wallahi. Lakini ndio sisi watoto wetu wataenda, wengine wake zetu wataenda, shangazi zetu wataenda. Nasallallahu salama. Kigezo nini? Siku ya Eid, siku ya kujiachia. Allah tujiachie, lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Tusijiachie tukaingia kwenye haram. Kweli wanatuambia wanazuoni kwa mujibu wa dalili, kuna nafsi hazistahamili ile aljidia, ule usirias mwaka mzima, kama vile watoto wadogo na wanawake hawawezi ile maisha ya serious Kuna wakati kidogo wanatakiwa wa relax. Kwa hiyo siku za Eid wanafunguliwa milango hiyo, lakini wa relax kwa kufanya vitu almubahat vinavyofaa kwa mtazamo wa sheria. Jamani, utakapofungua mlango al-ghina wal musiqa, umefungua mlango wa vitu vingi sana, ikiwa ni pamoja na mlango wa zina. Al-Imam Dhahhak rahimahullah ta'ala anasema al-ghina mafsadatun lilqalbi masqatatun lirabb, nyimbo na miziki inaharibu nyoyo, lakini pia inamchukiza Allah azza wa jalla. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala anasema al-ghina ra'idul fujuri, nyimbo ni baridi wa kukufikisha kwenye maovu, ni daraja la kukufikisha kwenye maovu, ni njia ya kukupeleka kwenye maovu yote. Bal al-Walid ibn Abdul Malik rahimahullah ta'ala ndio kaika bayana akasema al-ghina da'iyatu zina, nyimbo ni kishawishi cha kuingia kwenye zina. Na hizo nyimbo za kizazi kipya hiki, bongo flavor, kizazi kipya hiki ni kizazi kipya, sio kizazi kipya. Wenyewe wanajiita kioo cha jamii. Unatafuta hiyo jamii inajirekebisha wapi kupitia kioo hiki?
Nafikiri kuna herufi walitakiwa ziweke sawa. Baada ya kioo cha jamii ni kioja cha jamii. Uchafu mtupu unaoimbwa, wachilia mbali unenguaji unaoonekana kwenye picha, unaambiwa hawa ndio kioo cha jamii. Ipi jamani? Ndio sisi hiyo jamii au kuna jamii nyingine tunakusudiwa sisi? Kweli hawa ni kioo chetu cha kuiga kwao na kujifunza kwao? Kalla wa alfu kalla. Na wengine ni mabinti wa Kiislamu, vijana wa Kiislamu. Mtu na kichupi tu jukwaani ananengua, kioo cha jamii huyo. Ni maana mabinti zetu na wao watembea na vichupi mitaani. Wa kiume kavaa hereni kila kona, shingoni hapa ana 1.5 kg, mkononi ana robo 3, sijui kwenye vidole mavyuma matupu, bila ya kujali pambo hili la kike au pambo hili la kiume. Nasallallahu salama. Hawa ndio wanaitwa vioo vya jamii. Muonekano wao dhulumatun ba'daha fawqa ba'd, maneno yao hadith wala haraj. Kwa hiyo Muislamu jiweke mbali na hivi vitu. Na hakika sijui tutoe ombi maalum kwa wale wanaohusika, kama kuna wakuwafikishia wawafikishie. Tumeweza kwenye SGR, naamini tunaweza kwenye vyombo vingine vya usafiri. Simshapanda SGR hizi treni za mwendo kasi. Kule kimya kimya, kilichopo ni screen moja tu kila behewa. Ile screen inatoa tu matangazo yanayohusiana na mwendo wa safari yenu, kwamba kituo kinachofuata ni Pugu, kituo kinachofuata Morogoro, kituo kinachofuata ni wapi, mtatumia mlango wa upande huu kutoka. Baada ya hapo mnaona vitu natural vya kawaida tu, utalii wa ndani na mfano wake. Khalas, mtamuona simba, mtamuona nyati, mtaona kile, mtaona kile. Mpaka sasa ni hivi, hatujajua mbeleni. Tunawapongeza kwa hili. Hakuna mtu atakayekereka kwa imani yoyote alionayo. Lakini ukiingia kwenye mabasi haya, ukisalimika na kwaya, utakula bongo flavor. Wakata viuno. Mara nyingine tunasafiri, tuna watoto wadogo, mama kakaa na binti yake, kuna mwanamke mtu mzima kule kwenye skrini kavaa chupi anakata viuno. Huyu mtoto anamtazamaje mama yake mzazi? Kwamba mama, kumbe nyinyi mko vile huwa. Ndio tafsiri haraka haraka. Vitu vya ajabu ajabu, watu wanabusiana kule, watoto wanatazama. Sasa hawa watoto tunawafunza nini jamani? Kwanza tunawapunguza haya, alafu tunawafundisha kwamba haya ndio maisha ya kawaida, na nyinyi mkiwa wakubwa muishi kama hawa. Hebu tuziombe basi hizo mamlaka husika ziangalie ustaarabu kwenye hili, sababu huu ni usafiri wa umma. Angalau tuwekewe vitu vya kiumma. Tunavyo vitu vya kiumma. Sasa hivi tuna channel nzima, nafikiri sio inaitwa Safari au kitu gani, kule wanaonyesha tu mambo ya mbugani. Waeke basi vitu kama hivyo, isiwe ni kero kwa yoyote anayetumia hivyo vyombo. Lakini zaidi ya hapo, kuna mabasi yanamilikiwa na Waislamu. Ukiingia kwenye mabasi hayo na balando hizo, ukiulizia nini, wabia soko liko hivyo, bila ya kupiga hivi vitu upati watu. Tumeaminishwa hivyo, tumeamini hivyo, na imekuwa hivyo. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, nasallallahu alsalama. Tumetaja mambo mangapi katika munkaratul Eid? Matatu nafikiri. Isbali katika mambo ya kuepukwa. Jambo la pili, kiburi kwa ujumla wake, ikiwa ni pamoja na kudunda. Tuache kudunda dunda kama vile unaruka tope, tembea mwendo wako wa kawaida. La tatu, mziki. Mziki. Ninayo mambo kama 10 hapa. Naomba niongeze moja, alafu tusiwe na maswali. Isipokuwa Eid, kesho tutakuja kumalizia aliyosalia kwa mukhtasar. Kesho ikiwa Eid, basi itakuwa ni habari nyingine. Hapa itakuwa ndio majaliwa. Katika makosa yanayofanywa na wanaume siku za Eid ni halqul liha, kunyoa ndevu. Sheikh Abdul Karim ametuzindua sana kwenye nukta hii, hasa ikifika misimu kama hii, anazungumzia hizi nukta. Jamani, chonde ndevu msiziguse. Mwanamume wewe chonga sharubu tu hii,
umzuzu uache upendeze. Al-lihya zinatur rijal, jamani ndevu ni pambo kwa wanaume. Inafika wakati sasa hata wasiokuwa waislamu wamebaini kwamba mwanamume bila ya ndevu matatizo. Kuna watu Allah kawapa mtihani hawana ndevu au wanazo kidogo, hadha khalqullah, Allah kawaumba hivyo. Lakini wewe umejaliwa kidevu kimekubali, kila asubuhi wewe mbele ya kioo. Kuna watu bana tumebaini wana ndevu baada ya kukaa magerezani mahabusu. Kule nafikiri hawaruhusu kunyoa. Mahabusu hawanyoi, ndio? Mtu katoka ana mzuzu wa maana, anasema kumbe huyu ana sura nzuri namna hii. Siku zote tukimuona uraiani anajiharibu tu. Kwa jamani, kama Allah amekupa neema ya ndevu, kul alhamdulillah. Kuna watu wanazitafuta hizo hata kwa dawa bana. Kuna watu wanapaka kabisa dawa, yani angalau awe na kitu cha maana. Sasa wewe wiki tu mzuzu hapa, lakini kila siku unaminyana nao. Ushaika kiwango, ndevu zangu hazitakiwi kuvuka nchi ya kidole hii. Kwa hiyo kila asubuhi unapima, kilichozidi cha kidogo kwa mbali. Ndevu ni pambo, kama Allah amekupamba na hilo pambo, sema alhamdulillah, tunza hilo pambo. Sura ya mwanamume aliyejaliwa ndevu inapendeza akiwa na ndevu zake. Kwa wale ambao hawajajaliwa hawaingii kwenye hili, kwa sababu wapo ambao hawana ndevu. Au hawapo jamani? Wanazitamani kweli, lakini Allah hajawajalia. Wamejaliwa hivyo videvu vyao bila ndevu, basi wabaki hivyo hivyo. Lakini kuna ambao mmejaliwa ila mmekuwa wapinzani kweli wa ndevu bila changamoto yoyote. Kwa nini unanyoa? Spendi tu. Siku hizi kidogo baadhi ya watu wamezinduka baada ya wanawake kutoa siri kwamba kati ya mwanamume mwenye ndevu na asiye na ndevu, handsome ni mwenye ndevu. Kwa hiyo wengine wanaziacha kwa ajili ya kutafuta handsome. Pia uachaji huu sio tunaokusudia. Tunataka uache ndevu sunnatan, kwa ajili ya kufuata sunna, sio usmati wa sura. Ukifuata sunna na usmati wa sura utaupata umumo. Qala alayhi salatu wassalam, khaliful mushrikina, bwana mtume anasema wa khalifuni, nendeni kinyume na washirikina. Wafiru liha wa ahifu shawarib, fugeni ndevu, punguzeni sharubu. Na ziko hadithi nyingi mno za bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam zinazohimiza hili. Kwa hiyo jamani, ndevu hizo mliojaliwa ndevu, neema hiyo msiitafutie kiwembe samrat, usiipeleke saluni. Kuna mwingine atakwenda, ukimwangalia huku juu kipara, tunakutana nao mara nyingine baba chokwe, kaingia mtu kipara kabisa hana kitu, sema huyu anataka nini leo, kaja kutoa salamu tu, anakaa kwenye kiti. Vipi mzee, ondoa hii. Kwa hiyo anapigwa huku na huku, kunakuwa sawa. Jamani, mtu mzima akinyoa ndevu anakuaga na sura fulani hivi amazing. Nifuatilieni tu. Ukinyoa ndevu hii sura hii inakunjana kunjana hii. Ndivyo ilivyo. Hata wale ambao wanakwaruza, angalia huko itakuwa kumekunjana kunjana. Kuna kunjana kunjana. Yaani unazeeka kabla ya muda. Na wale ambao Allah kawajalia ndevu zao zimejaa, kimebaki kingozi kidogo hapa, ukimwangalia na kingozi smart kama vile mtoto mdogo. Yaani Allah anakulindia mpaka uzuri wa ngozi yako kwa kubakisha nini? Ndevu. Lakini ukinyoa ndevu, sasa kuna wengine inawakataa. Toka mapele huko mote. Tabu zote za nini? Sema nikiacha ndo natoka mapele. Hapana, ukinyoa ndo unatoka mapele. Kwa hivyo hebu jizoeshe utamaduni wa kubaki na ndevu zako hizo. Utaona faida ya kuwa na ndevu. Utakuwa umehuisha sunna, na hilo ndio kubwa. Lakini wenyewe wanasema utalinda maji ya sura yako. Sura zetu zina maji hizi Ukiwa unabaki na ndevu zako, sura inabaki katika muonekano wake, uhalisia wake. Tazamaneni nyinyi hapa msikitini tu. Si tumutumu ambao kidogo angalia sura yule ambaye anakongura, alafu yule ambaye hakonguri. Ni sura mbili tofauti. Mimi mwenye miaka 20 na mwenye miaka 50, kama mimi nakongura, mimi utaona sura yangu imeshaanza kutoka hivi kama ina mbigili. Lakini yule ambaye hakonguri, pamoja na utu uzima, naogopa kuwataja baadhi ya wazee hapa ambao kweli ni wazee na ndevu zao na sura zao smart, na baadhi ya vijana ni vijana kwa kukongura, wanakongura mpaka uzuri wa sura zao. Almuhim,
tusifanye kuwa ni mapambo siku ya Eid kunyoa ndevu zetu. Kweli unatakiwa upendeze, lakini katika kupendeza ni kuacha ndevu zako ukapunguza sharubu zako, si katika kupendeza wewe mwanamume kupunguza ndevu. Labda niwaulize wewe wapunguzaji, mmepata changamoto gani katika kuacha ndevu? Yani kwenye kuacha ndevu uliwahi kupata changamoto gani mpaka unazinyoa? Sidhani kama ipo hiyo changamoto, na kama ipo ni changamoto ya dhana tu. Kuna bwana mmoja aliambia bana, ondoa kitambi hicho. Akasema cha nini hiki? Sipate tabu kukibeba, hakiniwashi. Zaidi ya hapo kinanipa sifa ya kuwa mkopaji ninayeaminika. Sababu nikienda sehemu watu wakiona muonekano wangu na kitambi, wanasema huyu ana mazoea na hela zimemkataa mwishoni tu. Kwa hiyo hata tukimkopesha anaweza kulipa. Lakini kama sina kitambi, jamani, sura yangu inabadilika kuwa sura ya njaa. Sasa huyu anajibu kitambi ambacho mtume pia hakuwa nacho. Jamani, mtume hakuwa na kitambi. Kana batnuhu yusawi sadra, tumbo lake lilikuwa sawa na kifua chake. Ndio maana wengine wanasema vitambi bid'a. Kwa maana hiyo walipatikana baadhi ya masahaba waliokuwa na miili mikubwa, lakini wapo waliotumia hii lugha kwa sababu mtume tu hakuwa na kitambi, wakasema kitambi bid'a. Hatutaki kwenda huko, hatuko kwenye vitambi sisi, wala hatuna ugomvi na vitambi. Wenye vitambi wanasema dhalika fadlullah yutihi man yasha, msituonee gere, semeni mtakavyosema. Sisi tuko kwenye ndevu. Kama kitambi sio mzigo, ndevu inakuwaje mzigo? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakumullahu khairan.